الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال حفظه الله: وهذا التفرق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة المنفردة شيعا. mtafaruku huu ndio ambao unafanya kikundi kimoja kiwe ni vikundi vingi, wa shi'ata al-munfarida shi'a, na kikundi kilicho peke yake pia hufanya vikundi vingi. Tulielezea jana aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoamrisha i'tisam, kushikamana na kuwa jamaa moja, na pia aya zinazokataza mambo ya kufarikiana, kadhalika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Abu Huraira. قال: وهذا التفرق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة المنفردة شيعا. kikundi kimoja kinakuwa ni vingi kwa sababu ya watu kufarikiana. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم, wamekuwa ni vikundi vingi kwa sababu ya kufuata hawa zao. وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا, na kwa sababu ya kuiwacha dini ndio tashattatat ahwauhum, yani vimefarikiana, zile hawa zao zimekuwa nyingi na kufarikiana. Faftaraku, na watu wenyewe wakafarikiana. wa huwa qawluhu ta'ala: innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, wale waliofarikisha dini yao wakawa ni makundi mengi. thumma barra'ahu Allahu minhum biqawlihi lasta minhum fi shay, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa mtume wake na hao waliofarikisha dini yao kwa kumwambia lasta minhum fi shay, wewe hukuwa katika wao kwa jambo lolote. wa hum ashabul bid'ah, na hao ndio watu wa uzushi. wa ashabul dhalalat wal kalam fima lam ya'dhan Allahu fihi wala rasulu, na watu wa upotevu na watu wa maneno ambayo Allah hakuyaruhusu wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wakaongezea mambo ambayo Allah hakuyaruhusu wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ndio hao waliofarikisha dini yao. وذكر الأصبهاني رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا, msiwe kama wale waliofarikiana wakatofautiana. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. katika aya hii Allah amewaamrisha waislamu jamaa, wawe kundi moja, na akawakataza kutofautiana na kufarikiana. ma halaka man qablahum bilmirai walkhusumat fi dinillahi azza wa jalla, akawaelezea kwamba waliangamia waliokuwa kabla yao kwa sababu ya mambo haya ya ubishi na ugomvi katika dini ya Allah azza wa jalla, wakaangamia kwa sababu ya kutokuwa kundi moja, wakaanza kukhtalifiana na kutofautiana na ugomvi. Kwa hiyo wakaangamia kwa sababu hiyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawatahadharisha waislamu wasiwe kama hao walioangamia kwa sababu ya kufarikiana na kuacha kundi moja. wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu. وذكر الآجري رحمه الله عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجبرية كان يتهم بالإرجاء. أسمى مالك بن أنس كموجة aliondoka msikitini, وهو متكئ على يدي,
hali ya kuwa ni mwenye kutegemea mikono yangu. Falahiqahu rajulun yuqalu lahu Abul Jabariyah, akamfuata mtu mmoja anaitwa Abul Jabariyah. Kana yuttahamu bil irja, huwa alikuwa akituhumiwa kwa irja, ni murji. Faqala ya Aba Abdillah, akasema ewe Abu Abdillah, isma' minni shay'an ukallimuka bihi, sikiliza kwangu jambo fulani nataka kukuambia. Wa uhajuka, na kukutolea hoja. Wa ukhbiruka bira'yi, nataka kuelezea rai yangu. Faqala, akasema fa in ghalabtani, ukinighilibu, ukinishinda. Qala in ghalabtuka taba'tani, nikikushinda wewe utanifuata. Qala fa in jaa rajulun akhar, akija mtu mwingine. Fakallamana, akatuambia na yeye hoja zake. Faghalabana, akatushinda. Qala nattabi'uhu, akitushinda na sisi tutamfuata. Qala Malik rahimahullah, ya Abdullah, ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam bidinin wahid wa araka tantaqilu min dinin ila din. Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa dini moja, na mimi nakuona tantaqilu min dinin ila dinin, unagura kutoka dini kwenda dini nyingine. Qala Umar ibn Abdul Aziz, man ja'ala dinahu gharadan lilhusumat akthara at-tanaqula, mwenye kuifanya dini yake ni lengo la husumat, lengo la ugomvi, lengo la ubishani na ushindani. Akthara at-tanaqula, huwa ukithirisha kugura. Man ja'ala dinahu gharadan lilhusumat akthara at-tanaqula, mwenye kuifanya dini yake ni gharad, ni lengo la husumat, mambo ya ugomvi na ubishani. Akthara at-tanaqula, hukithirisha kugura kutoka katika hili kwenda hili. وروى ابن بطة رحمه الله في الإبانة بإسناده إلى خالد مولى أبي مسعود قال قال حذيفة لأبي مسعود إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، أو وتنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. upotevu, haki ya upotevu ni kujua lile ulilokuwa ukilikanusha na kulikanusha ulilokuwa ukilijua. Wa iyyaka watalawuna fi din, tahadhari talawun, kubadilika badilika katika dini. Wa iyyaka watalawuna fi din, tahadhari kubadilika badilika katika dini. Fa inna dina Allahi wahid, kwani dini ya Allah ni moja. وعن حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك. mtu mmoja alimjia huyu Al-Hasan Al-Basri, faqala ya Aba Sa'id inni uridu an ukhasimaka, mimi nataka kukhasimiana na wewe. Faqala Al-Hasan ilayka anni, Al-Hasan Al-Basri akamwambia niondokee. Fa inni qad araftu dini, kwani mimi nimeshaijua dini yangu. Wa inna ma yukhasimuka shaku fi dinihi, yule ambaye atakhasimiana na wewe ni yule mwenye kutia shaka katika dini yake. Wa inna ma yukhasimuka ashaku fi dinihi, yule mwenye kutia shaka katika dini yake ndiye mwenye kukhasimiana na wewe, lakini mimi nimeshaijua dini yangu, sina haja na mjadala, sina haja na muhasama na wewe. Wa an Sufyan an Amr ibn Qais قال قلت للحكم يعني ابن عتيبة ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها قال الخصومات. يبقى أن سفيان عن عمرو بن قيس أسمى قلت للحكم، nilimwambia الحكم يعني ابن عتيبة ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها، jambo gani liliwalazimisha watu katika hizi ahwa kuingia katika hizi hawa na bid'a.
qala alkhusumat, akasema alkhusumat ndizo zilizowafanya waingie katika maswala haya ahwa, mambo ya ugomvi, ya mijadala. وعن محمد بن الحنفية قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. dunia haitamalizika mpaka iwe khusuma, ugomvi wa watu na mijadala ya watu, fi rabbihim, kwa sababu ya Mola wao. la tanqadhi dunya hatta takuna khusumatu nnasi fi rabbihim, haitamalizika dunia mpaka iwe khusuma za watu ni kwa sababu ya Mola wao, wanajadiliana kwa sababu ya Mola wao. Ndio hii mambo ya sasa ya kufanyia taawili za sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio hiyo inayokusudiwa katika athari hii. Wa fi hadithi an-nabii sallallahu alayhi wasallam tahdhirun wa bayanun, katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kutahadharisha na kuweka wazi. Fa an Imran radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sami'a minkum bi khuruji ad-dajjal falyan'a anhu mastata, mwenye kusikia katika nyinyi kutokeza huyu masihi dajjal, falyan'a anhu mastata, akae mbali naye kiasi anachoweza. Fa inna ar-rajula yatihi, kwani mtu atamwendea huyo masihu dajjal, wa huwa yahsabu annahu mu'min, na huko akidhania kwamba masihu dajjal ni muislamu. فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات, ataendelea kumfuata lima yara min ash-shubuhat, kwa zile shubha anaziziona kwake huyu masihi dajjal. man sami'a minkum bi khuruji dajjal falyan'a anhu mastata, atakayesikia katika nyinyi kutoka huyu masihi dajjal kwamba tayari sasa ametoka, atakayesikia hivyo, falyan'a anhu mastata, akae mbali naye kiasi anachoweza. Fa inna ar-rajula yatihi, kwani mtu huyo atamwendea na huku akidhania kwamba huyu ni muislamu huyu masihi dajjal. Fama yazalu bihi, ataendelea kuwa naye, hatta yattabi'ahu, mpaka atamfuata, lima yara min ash-shubuhat, kwa zile shubha anazoziona kwa huyu masihi dajjal. Tumeelezea huko nyuma sijini katika kitabu hiki au kingine kwamba masihi dajjal ni fitna kubwa kuliko fitna zote zitakazowajia watu, sababu atakuja na kwamba atakuwa katika mikono yake kuna pepo na moto, atakuwa akiamrisha mbingu zikinyesha mvua, atakuwa akiamrisha amri ikimea mazao, na kuwadanganya watu kwamba kama hamtaniamini basi mtakufa kwa ukame, watakao muamini atawaletea mvua na kumea ardhi mazao mengi. Akisema hii ni pepo, kumbe ni moto, huu ni moto, kumbe ni pepo. Kwa hiyo moto wake ni pepo na pepo yake ni moto, kama ilivyokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Mtume sallam anatuamrisha tusome dua ile baada at-tashahhud al-akhir kila sala, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Kwa hiyo masihi ad-dajjal ni kiumbe kitakachokuja mwisho wa dunia, na kimeandikwa baina ainaihi kafir, ni kafiri. Neno hilo wataliona kila muislamu, na hata liona na hataweza kulisoma kila mnafik na kila kafiri. Kwa hiyo mwenye kusikia bi khuruji dajjal falyan'a anhu mastata, akae mbali naye kiasi anachoweza. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة معلقا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni mkweli mwenye kusadikishwa. Fallaha Allah ma'shara almuslimin, mcheni Allah enyi waislamu. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsihi, isimchukue yote katika nyinyi kujidhania vizuri nafsi yake. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsihi,
isimchukue yoyote katika nyinyi ile dhana yake nzuri kwa nafsi yake kwamba amemakinika, isimchukue hiyo. Wama ahidahu min ma'rifatihi bisihhati madhhabihi ala almukhatarati bidinihi, na hali ambayo ameizoea ameyajua katika usahihi wa madhehebu yake, asichukue nafsi yake akaitia hatari bidinihi, kwa dini yake, fi mujalasati ba'dhi ahli hadhihi alahwa, kukaa asifanye hatari kwa dini yake na kukaa na baadhi ya watu wa bid'a, fayaqula udakhiluhu liunadhirahu, aseme mimi naingia ili nimfanyie munadhara, nimfanyie mujadala huyu mtu wa bid'a, au liastakhrija minhu madhhabahu, au nitoe yale madhehebu yake. فإنه أشد فتنة من الدجال فإنهم أشد فتنة من الدجال kwani hao watu wa bid'a fitna yao ni kubwa kuliko masihi dajjal. Yani ile kukaa nao na kufanya mujadala nao na kusikiliza zile shubha zao, zile fitna zao ni kubwa sana. Ndio maana salafu wanakataza kukaa nao hao watu wa bid'a, bali kufanya mijadala nao, sababu wana shubha. Wakirusha shubha ile, kama haitakupata wewe unayefanya na mujadala, basi wale wasikilizaji watapata shubha zile na zitaweza kukaa katika nyoyo zao zisiondoke. Kwa hiyo ndio maana as-salafu wanakataza kujadiliana na hawa watu wa bid'a na kukaa nao na kufanya munakasha nao na munadhara nao. Qala wa kalamuhum alsaqu min aljarabi wa ahraqu lilqulubi min allahab, maneno yao yanashika zaidi mwili kuliko upele na yanaunguza zaidi na kuteketeza zaidi nyoyo, min allahabi, kuliko moto ulionowaka. Walaqad ra'aytu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum, niliona kundi la watu walikuwa wakiwalani, wayasubunahum, na kuwatukana. Yani kundi la watu wa sunna walikuwa wakiwalani hao ahlul ahwa, watu wa bid'a, wakiwatukana. Fajalasuhum, hatimaye wakakaa nao, ala sabili linkari warraddi alaihim, kwa njia ya kuwakataza na kuwarudi. Fama zalat bihimul mubasata wa khafiyul makri wa daqiqul kufri hatta sabau ilayhim, wakaendelea ile mubasata, kucheka nao, wa khafiyul makri, na vile vitimbi vya kujificha, wa daqiqul kufri, na ule ukafiri wa ndani waliokuwa nao, hatta sabau ilayhim, mpaka wakawapondokea, wakawa pamoja nao. Hawa waliokuwa wakiwalani na kuwatukana, baada ya kukaa nao kwa njia ya kuwakataza na kuwafanyia raddi na kucheka nao, hatimaye hatta sabau ilayhim, mpaka wakawapondekea na wao wakawa watu wa ahwa. وقوله رحمه الله فإنهم أشد فتنة من الرجال، هذا مبالغة منه. maneno yake rahimahullah, man huwa ibn Battah. وقوله رحمه الله فإنهم أشد فتنة من الرجال مبالغة منه، هي مبالغة kuendeleza. فليست هناك فتنة أشد من فتنة الدجال، hakuna fitna kubwa zaidi kuliko fitna ya Masihi Dajjal. Sasa hii ni mubalagha tu kusema kwamba fitna yao hawa ni kubwa kuliko fitna ya Masihi Dajjal, ni mubalagha, lakini hakuna fitna kubwa zaidi kuliko fitna ya huyo Masihi Dajjal. وعن مسلم بن يسار قال إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وفيها يلتمس الشيطان زلته. يقول مسلم بن يسار أسمى إياكم والمراء، tahadharini na mira, mambo ya ubishi na mijadala. Fa innaha sa'atu jahli alimi, kwani mijadala sa'atu jahli alalim ni saa ya ujinga wa mwana wa chuoni. Fa innaha sa'atu jahli alalim wa fiha yaltamisu ash-shaytanu zallatahu, na katika mijadala au saa hiyo ndipo sheitani anapopata zallatahu, kosa la huyo mwana wa chuoni.
Shetani akimtia kosa au akipata kosa tu la mwanachuoni katika hiyo mijadala, tayari anachukua fursa yake na kuingiza shubha zake na kuwatia wale watu wa ahwa katika mambo hayo ya shubuhat na nini, na kumfedhehesha huyo al-alim. Fa innaha sa'atu jahli al-alim, ni kitambo au ni saa ya ujinga wa mwanachuoni. Anaweza akatiwa shubha akapelekewa swali au akapigwa swali likamshinda alim, kwa sababu shubha zilizopo katika mijadala hiyo na watu hao wa bid'a. Wafiha yaltamisu ash-shaytanu zallatahu, na katika saa hiyo na mijadala hiyo shaitani anapata kosa na kuteleza kwa huyo mwanachuoni. Wa Ibrahim qala kanu yarawna talawuna fi ad-din min shakki al-qulubi fillah, walikuwa salafu wakiona kubadilika katika dini ni katika shaka ya nyoyo kwa sababu ya Allah. Ni nyoyo kumtilia shaka Allah ndio mtu anabadilika katika dini. Kanu yarawna talawuna fi ad-din min shakki al-qulubi fillah, walikuwa wakiona kubadilika katika dini ni katika shaka za nyoyo fillah, kwa sababu ya Allah. وعن مالك قال كان سليمان بن يسار إذا سمع في مجلس مراء قام وتركهم. alikuwa Suleiman ibn Yasar akisikia katika majlis kuna miraan, kuna ubishi na mjadala, qama, huondoka, watarakahum, na huacha hao wanaofanya mijadala hiyo. وقال العباس بن غالب الوراق قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري, ninakuwepo katika majlis ambapo hakuna anayejua sunna isipokuwa mimi. Fayatakallamu mutakallimun mubtadi'un, anazungumza mwenye kuzungumza mzushi. Aruddu alayhi, je nimfanyie raddi, nimrudi? Ikiwa hakuna isipokuwa mimi anayejua sunna, halafu akazungumza mubtadi' mzushi, aruddu alayhi, je nimrudi? Qala la tansib nafsaka lihadha, usisimamishe, usiiweke nafsi yako kwa jambo hili. Akhbir bisunna wala tukhasim, elezea hiyo sunna wala usifanye mjadala. Fa'adtu alayhi alqawla, nikamrudishia yale maneno, yani nikamrejeshea kwamba je nimrudi? Faqala ma araka illa mukhasima, sikuoni wewe isipokuwa unapenda hii mukhasama, kuhasimiana na kujadiliana na watu. Idhan la tansib nafsaka lihadha, usisimamishe nafsi yako kwa jambo hilo ukajitolea muhanga kwamba umfanyie raddi pale. Akhbir bisunna, ielezee sunna, wala tukhasim, wala usifanye mukhasama ukafanya mujadala naye huyo mzushi. Fa'adtu alayhi alqawla, nikamrudishia maneno. Faqala ma araka illa mukhasima, sikudhani wewe isipokuwa ni mwenye kupenda mambo hayo ya mukhasama na mujadala. Haya yote ni kwamba aqwali hizi zinakataza nini? Mjadala na watu wa bid'a, mukhasama na watu wa bid'a. Ahlus sunnah i'tiqaduhum wahid, ahlus sunnah itikadi yao ni moja. La yakhtalifuna fihi, hawakhtalifiani katika hiyo. Wa ma'inuhum alladhi yasduruna anhu wahid, na lile chimbuko na asli yao ambao yasduruna anhu wanatokea ni moja. Wa huwa alkitabu was-sunna bifahmi salafi salihin, ni Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Walidhalika la yakhtalifun, kwa hivyo hawakhtalifiani, kwa sababu itikadi yao inatokana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Kwa hiyo hawakhtalifiani, lianna ma'inahum wahid. Wa amma ahlul bid'ah, ama watu wa bid'ah, fa innahum yakhtalifuna fil jili alwahid, wa wanakhtalifiana katika jili moja, yani umma mmoja. Wayakhtalifuna jilan ba'da jilin, wanakhtalifiana umma baada ya umma. Kama huwa dhahirun likulli nadhirin fil kutubi allati jama'at inhirafatihim, kama ilivyo dhahir kwa kila mwenye kuangalia katika vitabu vilivyokusanya upotevu wao.
utaona upotevu wao. Hawa Jahmiya wana itikadi yao, hawa si Mu'tazila wana itikadi yao, Qadariya, Jahmiya, kila vikundi vya bid'a vina itikadi zao kwa sababu wanakhtalifiana. Lakini Ahlus Sunna utaona vitabu vyao vyote vinaeleza itikadi moja, hawajakhtalifiana katika masala haya ya itikadi katika lolote. Tangu wakati wa masahaba mpaka sasa hivi Ahlus Sunna itikadi yao ni moja, hawajakhtalifiana katika masala haya ya aqida. Qala idha nadharta ila ahli al-ahwa'i wal bid'ah ra'aytahum mutafarriqin mukhtalifina shi'an wa ahzaba. Ukiwaangalia hawa watu wa bid'a utaona kwamba wamefarikiana, wenye kutofautiana, makundi. La takadu tajidu ithnain minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hutapata wawili katika hao wako katika tarika moja, njia moja ya i'tiqad, bali yubaddi'u ba'dhuhum ba'dhan, bali baadhi yao wanawafanya bid'a baadhi nyingine wanawafanya ni mubtadi'a, bali yataraqawna ila takfir, bali wanapanda mpaka kwenye kukufurishana. Yukaffiru libnu abahu, mtoto anamkufurisha baba yake, wa yukaffiru rajulu akhahu, mtu anamkufurisha ndugu yake, wa yukaffiru aljaru jara, jirani anamkufurisha jirani yake. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf, utaona milele wa katika tanazo, kugombana na kuchukiana na kutofautiana. Tanqadhi a'maruhum wala tattafiqu kalimatuhum, umri zao zinamalizika wala hawafikiani matamshi yao. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika biannahum qaumun la ya'lamun, utawadhania wako pamoja na hali nyoyo zao ziko mbali mbali. Dhalika biannahum qaumun la ya'lamun, hayo ni kwamba wao ni watu wasiojua. Aw ma sami'ta anna al-mu'tazila ma'a ijtima'ihim fi hadha al-laqab yukaffiru al-baghdadiyun minhum al-basriyin. Ukuwasikia hao mu'tazila pamoja na ijtimai yao, mkusanyiko wao na umoja wao katika lakabu hili, jina hili, umoja wao katika jina hili wanaitwa Mu'tazila, wale wenye itikadi mbaya za kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hataonekana kule peponi, waumini hawatamuona Allah, Qur'ani imeumbwa, baadhi ya itikadi za hawa Mu'tazila. Sasa hawa pamoja na umoja wao wa jina hili, lakini yukaffiru al-baghdadiyun minhum al-basriyun, wa Baghdadi wanawakufurisha wale watu wa Basra kule Iraq, lakini watu wanaoishi Baghdadi pale wanawakufurisha wanaoishi Basra. Wa yukaffiru al-basriyun minhum al-baghdadiyin, wanaoishi Basra wanawakufurisha wanaoishi Baghdad. Wa yukaffiru ashabu abi ali al-jubba'i ibnahu aba hashim, wafuasi wa Abu Ali al-Jubbai wanamkufurisha mtoto wake huyo Abu Ali, wanamkufurisha mtoto wake Abu Hashim. Wa ashabu ibnihi Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali, wafuasi wa huyo mtoto wake Abu Hashim wanamkufurisha baba yake naye Abu Ali al-Jubbai. Huyo ni katika viongozi wa Mu'tazila, huyo Abu Ali al-Jubbai. Wakadhalika sairu ruusihim, vile vile viongozi wao wote wako hivyo. Wa arbabul maqalati minhum, na wale wenye maqalat katika wao. Idha tadabbarta aqwalahum ra'aytahum mutafarriqin, unapofikiria maneno yao, unapozingatia maneno yao, utawaona ni wenye kufarikiana. Yukaffiru ba'dhuhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhuhum min ba'dhin, baadhi yao wanakufurisha baadhi nyingine na baadhi yao wanaepukana na kuwa mbali na baadhi nyingine. Wakadhalika al-khawariju, vile vile makhawarij, warawafidhu fima bainahum, na hawa rawafidh mashia nao katika hali iliyo baina yao. Wasairul mubtadi'a bimathabatihim, na wazushi wote wako katika daraja ya hao mambo ya kufarikiana na kutofautiana. Wahala ala albatil dalilun huwa adhharu min hadha ad-dalil, na je batil ina dalili nyingine ambayo iko dhahiri zaidi kuliko dalili hii ya kufarikiana vikundi hivi vya kibid'a. Wa hadha fi muqabil ad-dalil alladhi marra
na hii katika mkabala wa dalili iliyopita, dhahirun iko wazi, kashamsi fi ra'iati dhuha fi kabidi sama, kama jua lililo katika mwangaza ule wa asubuhi katikati ya mbingu, laisa bainaha ghamamun wala sahaba, hakuna baina yake mawingu, walaisa dunaha dhababun wala hijab, wala hakuna pia dhabab, yale ule utandu ule, wala kizuizi chochote. والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم, na wale waliomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wakanu ala mithli ma kana alayhi, wakawa juu ya mfano wa alivyokuwa juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam, wama kana alayhi ashabuhu radhiyallahu anhum, na vile walivyokuwa juu yake masahaba wake radhiyallahu anhum, hum ahlul haqqi haqqan wa sidqa, hao ndio watu wa haki kwa haki na kwa ukweli. Wa amma ahlul bid'ah wal ahwa, ama watu wa uzushi, famutafarriqun mukhtalifun, wao ni wenye kufarikiana, wao ni wenye kutofautiana. La tajidu ithnain minhum ala tariqatin wahida, utawapata wawili katika hao wako katika njia moja. Yubaddi'u ba'dhuhum ba'dha wa yukaffiru ba'dhuhum ba'dha wa yaqtulu ba'dhuhum ba'dha, baadhi yao wanawatia katika bid'a baadhi nyingine, baadhi yao wanakufurisha wengine, baadhi yao wanawaua wengine. Wa ba'suhum bainahum shadid, vita baina yao ni vikali. Idhan hadhi halu ahli al-ahwa'i wal bid'a, hii ndio hali ya watu wa bid'a, kwamba wanafarikiana na kubadilishana, hatimaye kukufurishana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya tofauti zao, ya kuacha kwao Qur'ani na Sunna bifahmi salafi salihin. Lakini ahlus sunnati wal jamaa, wao akida yao ni moja, kwa sababu inatokana na asli moja ambayo ni kitab na sunna bifahmi as-salaf as-salihin. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله: تعلموا الإسلام، jifundisheni Uislamu, usomeni Uislamu. Fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, mkisha usoma Uislamu, fala targhabu anhu, msiuchukie, msiuache. Ta'allamu al-islam, usomeni Uislamu. Fa idha ta'allamtumuhu, mkisha usoma, fala targhabu anhu, msiuchukie na msiuache. Wa alaykum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam, jilazimisheni njia iliyonyooka, kwani njia hiyo ndio Uislamu. Wala tahrifu al-islama yaminan wala shimala, msiupotoshe Uislamu kulia wala kushoto. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, pia jilazimisheni sunna za mtume wenu. Walladhi kana alayhi ashabuhu, na lile ambalo walikuwa juu yake masahaba wake. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, tahadharini na hizi bid'a allati tulqi baina an-nasi al-adawata wal-baghdha, bid'a ambazo zinatia baina ya watu uadui na chuki. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa allati tulqi baina an-nasi al-adawata wal-baghdha, tahadharini na hizi bid'a ambazo hutia baina ya watu uadui na chuki. Wallahu a'lam.